Kutana na Paul Myovela, kijana mpambanaji ambaye shule haikuwa ufunguo wake wa maisha. Kutoka kuokota takataka mpaka kuanzisha kampuni ya usafi na kumiliki biashara ya mgahawa wa maana na car wash ya kisasa. Focus Digital TV inafunga safari mpaka kata ya Irara, halmashauri ya manispaa ya Iringa, mkoani Iringa. Kijana huyu ni nani? Mimi naitwa Paul Myovela. Ni mkurugenzi wa makampuni inaitwa MV Bright. Tunajihusisha na masuala ya usafi na utunzaji wa mazingira Iringa na Tanzania. Hapa anatueleza kidogo kuhusu kampuni yake. MV Bright Company, kama nilivyosema, ni kampuni ambayo tunajihusisha na masuala ya usafi na utunzaji wa mazingira, ambapo ndani yake tuna vitu vingi sana ambavyo tunavifanya. Moja ikiwemo ni masuala mazima ya uondoshaji wa taka kwenye makazi ya watu, lakini pia tunafanya masuala ya kufanya recycling. Tunatengeneza mbolea kwa kutumia takataka, tunafanya usafi kwenye nyumba za watu, tunafanya masuala ya gardening, tunatengeneza bustani, lakini pia tunafanya masuala mazima ya upandaji wa miti na kupanda kwenye jamii. Anaturudisha nyuma kidogo atueleze maisha yake kabla ya kuanza kuokota takataka, na hapa Paul Myovela anasimulia. Mimi nimemaliza form 4 kwenye 2013 na baadaye nikaweza kupata kwenda Dar es Salaam kutafuta maisha. So nimefanya kazi za hudumu wa hotel na bar kadhaa pale Dar es Salaam, na baadaye nikarudi Iringa. Na baada ya kurudi Iringa nikakutana na shirika kama Alalabs ambalo liliweza kunifungulia dunia kwa kunipa mafunzo ya kwanza, nasema kujitambua, kwa sababu ndani yake kuna mafunzo ya uongozi, lakini kuna mafunzo ya ujasiriamali, lakini pia na mafunzo ya matumizi ya mitandao ya kijamii. Kwa hiyo kutokea pale ndo nikaweza kujitambua mimi ni nani, ninapenda nini na ninaweza kufanya nini. Na ndipo nilipoanza kujitolea usafi, kufanya usafi kwenye mitaa. Nakumbuka nilianza mitaa ya Kiesa, nikienda kufagia kwenye mitaro, kuondosha taka. Nilikuwa na wenzangu ambao nafikiri tulikuwa tunasoma nao pale Alalabs, zaidi ya vijana 21, tukiwa tuna mlengo wa kujaribu kutatua changamoto zilizopo kwenye masuala mazima ya kimazingira. Na kwa nini takataka? Ni kwa sababu tuliona mji wetu wa Iringa unakuwa kwa kasi. Idadi ya watu inaongezeka, lakini na shughuli nyingine za kimaendeleo zinazidi kuongezeka. Kwa hiyo kama hatutatengeneza mifumo mizuri ya uhifadhi wa takataka na mazingira, basi tunaweza kuja kupata changamoto sana pale idadi ya watu itakapokuwa kubwa zaidi. Na tukaamua sasa kama vijana basi kuingia na kuweza kuanza kujitolea kufanya shughuli, huku tukitafuta njia nzuri na sahihi ambayo watu wa jamii yetu wangeweza kuelewa na wangeweza kupenda kile ambacho tunakifanya. Kuna vingi vya kufanya. Kwa nini Paul aliziona takataka? Sikuwa na ujuzi nacho, sikuwa na ile exposure na hicho kitu, lakini ilinipa nafasi ya kuweza kuthubutu na kufanya. Mimi naamini kila mtu mwenye akili timamu ana mawazo mazuri, lakini tunakuja kutofautiana kwenye namna ambavyo unaweza kuthubutu kulifanya jambo. Hakuna jambo lisilokuwa na changamoto. Hapa Paul anatueleza changamoto alizokumbana nazo wakati wa kuokota takataka. Changamoto ziko nyingi, especially ukizingatia wakati tunaanza. Unajua kila mtu, watu wengi huwa hawaamini kwenye kitu kidogo kinachoanza. Na moja ya changamoto ambazo nafikiri nikutana nao ni baadhi ya watu kwenye jamii na watu ambao wananizunguka walikuwa wana mtizamo tofauti kidogo, especially ukiangalia kwamba hii kazi ya mambo ya takataka ni inatazamwa kwa jicho la tofauti kwenye jamii. Ni kama kazi ambayo ni ya watu ambao wameshindwa sasa kwenye kila kitu, elimu na nini. Kwa hiyo unapokwenda kufanya shughuli kama hizi za takataka, basi wewe ni umeshindwa. Lakini mimi nilikuwa na imani kwamba ni kitu ambacho kama nikikifanya kwa weledi
na nikikifanya kwa uaminifu kinaweza kunifanya nikawa ni mlango wangu wa kutokea. Kwa hiyo ilinifanya kujifunza sana kwenye mitandao ya kijamii, kutafuta nchi nyingine wanafanyaje katika uhifadhi wa mazingira na takataka. Kwa hiyo ikanipa exposure na taratibu nimekuwa nikifanya hivyo, na kama ambavyo nafikiri sasa kwa sehemu kubwa Iringa wananifahamu kwa shughuli hizi za takataka. Je, familia yake ilichukuliaje kazi hiyo? Of course ilikuwa changamoto. Mamangu alikuwa anapenda sana nikajiendeleze kielimu kwenye upande hata fani, nitafute fani yoyote, kwa sababu matokeo yangu ya form 4 hayakuwa mazuri na bado nilikuwa mdogo, nilikuwa bado nina nafasi ya kuendelea na shule. Kwa hiyo alikuwa hapendi sana nikimwambia kwamba nakwenda kwenye mambo ya takataka. Kwa hiyo anaona kama wakati mwingine walikuwa wanichukulia kama mtu mwenye akili timamu. Cha zaidi, na wakati nakumbuka mama aliwahi kuniambia kwamba poteza muda huko, baadaye yakija kukushinda utajua wewe wa kumlilia. Kwa hiyo ile peke yake ilinifanya pia kwamba nikomae, kwamba nisiwe na nafasi ya kupoteza kile ambacho ninakifanya, ili nisije nikapoteza kote. Kwa hiyo ndio maana niliamua kukomaa na kuweka juhudi na kujifunza zaidi kwenye mambo ambayo nilikuwa nayafanya kwa kipindi kile. Paul anaeleza kilichomchochea kuendelea kufanya kazi hiyo licha ya ugumu wake na ugumu wa maisha. Unapokuwa umeanza safari yako ya jambo lolote, ujue kwamba kuna watu wa aina mbili ambao utakutana nao. Wapo ambao wanaamini katika mtizamo chanya kwenye hicho unachokifanya, lakini wapo ambao wanaamini katika mtizamo hasi. Kama nilivyokuelezea kwamba hata baadhi ya miongoni mwa watu wa familia hawakuwa wanaamini kwenye hicho ninachokifanya kwamba kinaweza kikaleta tija. Kilichonisukuma kuendelea ni ule upande wa pili ambao nilikubaliana nao kwamba naweza na kinaweza kunifikisha mbali zaidi. Kuna watu ambao walijitolea muda wao kuzungumza na mimi, lakini pia kuna watu ambao walijitolea hata kwa fedha na vitu vingine kuweza kunisupport kwamba niweze kufanikisha ndoto yangu. Na ukiangalia kwanza nilikuwa kijana mdogo, lakini pia nilikuwa ni aina ya kazi yenyewe ambayo nilitaka kuifanya. Watu wengi hawapendi kufanya kazi ya mambo ya takataka, hasa sisi vijana. Kwa sababu nakumbuka moja ya changamoto ambayo nimewahi kukutana nayo pia kwa sababu official hii kazi nilianza kuifanya 2015, na tuseme pana miaka 2 au 1 nyuma ndio nilikuwa nimetoka kumaliza shule, si ndio? Kwa hiyo ile unafanya mambo ya kuondosha takataka, unasukuma toroli, umechafuka, unaona wenzio wanapita ambao umesoma nao sekondari, wanapita wanakwenda kwenye shule hizi, wanakwenda shuleni, wengine walikuwa wanajiendeleza, wengine walikuwa wanarudia mitihani. Kwa hiyo kuna namna ambavyo nilikuwa wakati mwingine sijisikii vizuri, na ilinilazimu wakati mwingine kujificha kwamba anyway, yani hivyo, kwa sababu ilikuwa inanifanya wakati mwingine naona au siko sahihi ukikompea zile sauti maneno ya watu wengine ambao walikuwa wakizungumza kuhusiana na aina ya kazi ambayo nilikuwa naifanya. Lakini leo kuna wengine ambao sasa wamemaliza, wanakuja kuchukua ushauri kwangu, na wengine wanakuja kuomba kazi kwangu, na wengine nishakuwa nikifanya nao kazi pia. Kwenye kila kazi kuna matukio. Hapa Paul anaeleza tukio alilokutana nalo wakati akifanya kazi ya kuokota takataka. Tunakutana na vitu vingi. Unajua hasa aina ya wateja ambao tunawahudumia. Mwingine anaamua tu kutupa kitu chake kizuri tu, microwave, anatupa mpya kabisa, yani labda tukaichoka, imeanza kuonyesha kutu kwenye body, anaitupa. Unakuwa unabaki surprised, kitu ambacho wewe unakuta mtu amekitupa. Lakini pia kuna kitu ambacho tuliwahi kukutana nacho hakikuwa kizuri, kwa sababu tulikuwa wakati tumepakia takataka, tumebeba zile taka tunakwenda kumwaga. Tumefika dampo, eneo la kumwaga, tunamwaga zile taka, kuna mfuko ulikuwa umefungwa, nahisi na tunaelewa kabisa kwamba ilikuwa sio kitu cha kawaida. Ni kwamba watu ni kuna mtu aliweka mle, naona sio alijifungua mtoto, alitoa sio mimba, akaitupa mle.
Kwa hiyo kitu kilinishangaza kwa sababu ni kitu ambacho nimekuwa nikisikia kwenye mitandao ya kijamii, lakini physically kumbe mimi sasa na mimi nimebeba siku hiyo na nikawa mtu wa kwanza kukiona. Hiyo ni moment ambayo siwezi kuja kuisahau. Paul anaeleza mambo yaliyomvutia na kumfurahisha wakati akifanya kazi ya kuokota takataka. Kwangu mimi nafikiri vipo vingi ambavyo vinanivutia, lakini kuna kipindi ambacho nimepata guta yangu ya kwanza, kwa sababu tulikuwa nabeba takataka kwa kutumia toroli. So kile kipindi ambacho nimepata guta yangu ya kwanza, nakumbuka mteja wa kwanza alikuwa ni wa hoteli na akaniahidi kunilipa 100,000 kwa mwezi. So niliona ni hela nyingi yani ambao sijawahi kushika, kwa sababu kwenye takataka tulikuwa tunajitolea na tulikuwa tukijaribu kukusanya hela haizidi 7,000 kwa wiki. Kwa hiyo basi nilipoanza kuwa napata zile hela, nikawa najiona niko kwenye ulimwengu mwingine na kuamini sasa katika ndoto yangu. Kwa hiyo ilikuwa inanifanya naamka mapema, nikiwa sihisi kuchoka, nikiwa sihisi maumivu ya kuacha usingizi niende nikafanya kazi za takataka, kwa sababu nilikuwa na uhakika ninachokifanya sasa kimeanza kuleta matunda. Lakini mara ya kwanza napata guta yangu ya kwanza, nampelekea mama yangu nimuonyeshe kwamba nimeachieve kitu hiki. Aliniambia kwamba kama umeanza kukopa vitu vya watu rudisha. Sisi hatujawahi kuwa yani alikuwa anazungumzia kwamba hatujawahi kuwa na vitu vya namna hiyo. Kwa hiyo alikuwa anaamini kabisa whether nimekopa ili kuweza kufanyia hivyo vitu. Kwa hiyo analazimisha kwamba yeye hana uwezo wa kulipa kama watakuja kunidai. So nikatumia muda mzuri na watu wangu wengine wa karibu kumuelezea, kwa sababu ile guta ya kwanza nilipata, kuna jamaa yeye alikuwa ni Nigeria, alikuwa na kampuni yake iko Canada. Kwa hiyo wakati tumekutana kwenye mitandao ya kijamii alikuwa excited, na baadaye akaweza kunisupport kimawazo, na alikuwa anatamani sana kunisaidia nifikie ndoto zangu. Kwa hiyo alininunulia ile guta ya kwanza, na ndo nikamueleza na mamangu kwamba hii guta kuna mtu alinisupport na hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo kutokea pale basi tukawa safari ndo ilikoanzia. Kwa hiyo nimeendelea mpaka hapa nilipofikia sasa hivi. Hii kazi ya uondoshaji wa taka, ukija kama huna mapenzi nayo, ni kama kazi za udaktari na unesi. Kama huna passion nayo ni kazi ngumu sana. Lakini kama una passion nayo ni kazi ambayo unaweza kuifanya vizuri zaidi. Kwa sababu kitu pekee ambacho mimi siku zote huaga kinanipa nguvu ni kwa sababu ni kazi ambayo mimi naipenda. Kazi ambayo mimi naona kwamba inaweza kunifungulia mlango, inaweza kunifungulia dunia, na nikawa vile ambavyo nina dream. Paul alianza lini na kwa jinsi gani kuanza kufikiria kuhusu kufanya kitu kingine zaidi ya kuokota takataka? Wanasema safari moja huanzisha safari nyingine. Kwangu mimi nilipokuwa nimeona sasa nimeshazoea kwenye mambo ya takataka, nikawa napata mawazo mengine ambayo natamani na yenyewe yatokee, kwa sababu tayari nimeshakuwa na nguvu na imani ya kwamba vitu vingi vinaweza kutokea. Naweza kuwa nani, naweza kuwa yeyote ambaye ninataka. So nikawa naamini kama naweza pia nikatengeneza baadhi ya vitu ambavyo na vinaweza kuwa vinaweza kuwa ni vitu ambavyo nimeviacha na vinafanya kazi. Kwa hiyo nilikuwa ninatamani sana kuja kuwa na mgahawa wangu, ambao lakini huo mgahawa uwe ni mgahawa wa kimazingira. Nafikiri kama watakuwa wamepita umeona kwenye mgahawa wangu pale tunaotesha maua, na yale maua ni kwamba mtu anaweza kuja kula lakini akawa amependa yale maua, tunauza. Kwa hiyo kupanda maua ni sehemu ya kutunza mazingira, lakini kama ambavyo umeona tumetumia vitu vingi asili kuweza kukamilisha mgahawa ule, na tumetunza mazingira, pana miti mingi kwenye eneo letu. Kwa hiyo
ni kitu ambacho nilikuwa natamani kukiona kinatokea. Lakini pia nafikiri kwa mfano hata hizo mambo za kutengeneza mbolea na hizo mambo za kutengeneza bustani ni vitu ambavyo nilikuwa na vitamani sana vitokee. Kwa hiyo huwa nachukua muda mwingi pale ninapotamani kitu fulani kitokee kujifunza, hasa kwenye mitandao. Sasa hivi tuna room kubwa sana ya hizi social media kujifunza kwa wengine wamefanyaje, wanafanyaje kutokana na kile kitu ambacho wewe unakipenda. Wazo la kuanzisha car wash baada ya mgahawa lilikujaje? Je, kulikuwa na msukumo wote maalumu? Wazo la kuanzisha car wash lilitoka ndani ya mgahawa, kwa sababu nilikuwa, unajua, unapopata ukiwa na kitu chako unakipa muda kukifikiria, jinsi ya kukiingiza sokoni, jinsi ya kukifanya kiendelee kuvutia zaidi. Kwa hiyo nikasema kwamba okay, kama nitakuwa na car wash, kuna mwingine anaweza kuja kuosha gari lakini akatamani akae sehemu apate access ya free wifi, apate labda kinywaji, apate eneo la utulivu, kwa sababu watu wengi wanaenda kuosha magari anakosa space ya kukaa, ni kama anakuwa anapoteza muda mwingi. Lakini mtu anaweza kuja pale kwetu kama kula akapata muda huo akaosha na gari. Kwa hiyo ndio ilipelekea sababu ya mimi kuanzisha hiyo car wash. Lakini kama nilivyokueleza mwanzo, mimi napenda mambo ya usafi. Kwa hiyo haikuwa ni kitu ambacho ni kigeni kwenye karia yangu au kwenye fikra zangu, kwa sababu ni kitu ambacho tayari nilikuwa nina kipo ndani yangu. Kwa hiyo hata kilipotokea haikuwa kazi ngumu kwa kukifanyia utekelezaji. Paul alipata wapi ujasiri na maarifa ya kuanzisha biashara hizi mbili tofauti? Nguvu ambayo nafikiri ambayo niko nayo ni mimi pia nasoma vitabu. Kuna kitabu kimoja kiliniambia kwamba chochote unachokianzisha huwa kinaanzia kwenye passion. Kikitoka kwenye passion kinahitaji apply professional. Sasa passion ni ile unaweza kuamka kama mimi nilikuwa naamka kwenda kuokota taka, kufagia mitaro, ile ni passion. Inapohitaji professionalism ni kwamba inahitaji management ya kile kitu ambacho nakifanya. Sasa unagundua kwa mfano kama restaurant unahitaji manager, unahitaji wahudumu, unahitaji kufanya mahesabu, unahitaji mtu wa sales na marketing. Kwa hiyo hivyo vitu vyote viko ndani ya kile kitu ambacho unakuwa umekianzisha. Kwa hiyo kinachonipa nguvu ya kuweza kumaintain kwenye kusimamia vitu vyote ni kwamba nimetoka kwenye passion ya vile nilivyo navyo, sasa nina apply professionalism. Ndio maana unaona nina mhasibu, nina manager, nina staff wengine na kadhalika. Paul alikutana na changamoto gani alipokuwa anaanzisha mgahawa na car wash? Changamoto zipo. Hakuna kitu ambacho unaweza ukakianzisha bila changamoto. Lakini changamoto kubwa ambayo nimekuwa nikikutana nayo kwenye mambo, kwa mfano upande wa restaurant, nafikiri ni ile kukosa watu sahihi ambao wanaweza kukusaidia kufanya hizo kazi, kuanzia labda wakati mwingine wahudumu, wapishi, kwa sababu kila mtu anapokuja kufanya kazi na wewe anakuja na mtizamo wake. Na kama nilivyokuambia mimi nasoma vitabu, ni kwamba mambo mawili tu unapofanya kazi na mtu ambayo mtu kama boss unatakiwa kuyajua. Mtu yeyote anapofanya kazi na wewe anaangalia kwanza maslahi yake, lakini pia atalinda vipi mahusiano yako wewe na yeye. That's it. Kwa hiyo mwingine akija na mentality tofauti na wewe ukashindwa kujua kwamba huyu yuko vipi, basi inaweza kukuia vigumu sana kummanage mtu wa namna hiyo, na mwisho wa siku anayeathirika pale ni biashara na sio mimi. Kwa hiyo najitahidi sana kuhakikisha kwamba nafanya biashara katika mtizamo huu. Hapa Paul anaeleza kwa kifupi kuhusu mgahawa wake na car wash yake, kuonyesha upekee wake na biashara za aina hiyo ndani ya manispaa ya Iringa. Kwa nini biashara zake ni za tofauti? Kwanza, kuhusiana na mgahawa wetu kuwa wa kipekee ni kwamba tuna mazingira mazuri, rafiki kwa familia, watu kwa familia, couples, kwa mtu mmoja mmoja, lakini pia kwa mtu yeyote ambaye anahitaji utulivu na anahitaji chakula kizuri, anahitaji vinywaji safi. Nafikiri pale ni mahali sahihi sana kuweza kufika. Lakini
Pia kwa kaoshi yetu ni kaoshi ya kisasa, kwa sababu tuna vitu vingi ambavyo tunaviapply kwenye ile kaoshi yetu, kwa sababu tunafanya hadi diagnosis kwenye magari kujua kwamba gari ina changamoto gani na tunaweza kukushauri unaweza kwenda wapi kwa ajili ya kukabiliana na hiyo changamoto ya kwenye gari yako. Lakini pia tunaosha gari katika viwango vya juu sana, kwa sababu tunapozungumzia usafi ni pamoja na vifaa. Kwa hiyo tuna vifaa vingi vya kisasa vizuri ambavyo nafikiri vinaweza kufanya gari yako au chombo chako kikawa katika viwango vizuri. Tunasafisha makapeti pia kwa mashine maalum, na kukausha pia katika kwa mashine maalum pia. Kwa na pia kwenye ile kaoshi yetu cha upekee tunaweza kukusafishia engine ya gari yako bila kutumia maji, cha zaidi ni mvuke. Na kwa sababu magari mengi au kaoshi nyingi wanasafisha kwa kutumia maji, mara nyingi huwa inaleta changamoto kwenye gari. So sisi tumekuja na mfumo wa mashine ambayo inasafisha engine, kwa sababu engine inakuwa na mafuta. Kwa hiyo ukitumia mvuke, yale mafuta yanashuka bila kuweza kuathiri ile engine ya kwenye gari yako. Na hapa Paul anaeleza mafanikio aliyofikia tangu aanzishe biashara zake. Kwanza tu kuwa na kampuni kwangu mimi ni mafanikio makubwa sana. Kwa sababu kutoka kwenye kukataliwa na jamii na familia mpaka kuja kuwa boss au mkurugenzi, kwangu mimi ni mafanikio makubwa sana, kwa sababu sio jambo rahisi. Lakini pia nafikiri imenitengenezea ajira mimi na baadhi ya watu ambao nafanya nao kazi. Naweza kuwa napata na mimi mshahara wangu kupitia kampuni yangu, lakini pia naweza kulea familia yangu na watu wangu, lakini pia inanipa room ya kuwa na uthubutu wa yale mambo ambayo nina dream nayo. Hakuna jema lisilokuwa na changamoto. Hapa Paul anaeleza changamoto anazokutana nazo kwa sasa katika kuendesha biashara zake. Changamoto zipo, lakini nafikiri sio changamoto ambazo zinaweza kunifanya nisifanikishe ambacho nakifanya. Kwa mfano, bado tunahitaji kuendelea kuelimisha jamii yetu kwenye issue nzima ya uhifadhi wa taka ngumu, kwa sababu pia bado jamii inahitaji kupata elimu zaidi kwenye hilo eneo, kwa sababu kuna wengine hawataki kulipa mfano gharama za huduma tunayowapatia. Wanaona kama labda ni sio kitu ambacho wanapaswa kulipia. Lakini pia management, unajua kuna wakati unapo manage watu na kwa level ambayo labda sisi tuko nayo sasa hivi au mimi niko nayo, kwamba una staff wengine kabla hujamuuliza kwa nini umechelewa kazini lazima umwambie shikamoo. Sasa of course hiyo ni changamoto ambayo mtu akishakuamkia huwezi kumwambia tena, yani tayari uko chini yake. Lakini huwa anatafuta namna nzuri ya kumuonyesha kwamba sijapenda na sitaki kuona hicho kitu kinajitokeza, na kutafuta njia nyingine za kuhakikisha kwamba nafanyaje kazi na watu wa namna hiyo. Watu wana tabia, akikupigia simu baada ya salamu anakuuliza eti aisee, habari za mihangaiko? Kwani Paul mwenyewe anasemaje? Kwanza mimi sihangaiki, kwa sababu mimi naishi kwenye ndoto yangu. Ni kama samaki ambaye umemweka kwenye bwawa la maji, kilichopo pale ni kuogelea. So na mimi nipo kuogelea kwenye bwawa langu. Kwa hiyo sidhani kama samaki anahangaika, tunasema samaki anaogelea. Kwa hiyo na mimi nafanya kile kitu ambacho kipo ndani yangu, ninakipenda na ninaona kabisa labda hili ndo kusudi langu. Paul anajiona wapi yeye na mgahawa na kawashi yake miaka 5 ijayo? Najiona mbali. Kama sasa hivi niko na plans, tunatamani angalau hata kila mkoa tukawa tuna matawi yetu. Mfano sasa hivi tumeanza kufanya kazi Morogoro. So nina timu yangu iko pale Morogoro. Sasa hivi mara nyingi nimekuwa natembelea huko kuweza kuendelea kuwajengea uwezo na kujenga systems nzuri kwa ajili ya kuweza kuifikisha MV Bright katika mkoa au mji wa Morogoro.
na bado ninaendelea kufikiria kwamba mkoa gani mwingine ambao tunaweza kwenda kusaidia kutatua changamoto za kimazingira. Kwa vile ambavyo unaweza kuviona Iringa, tegemea pia utaanza kuviona Morogoro. Kazi zipo na fursa zipo. Vijana wa kizazi hiki wanakwama wapi? Paul anatoa mtazamo wake. Cha kwanza nafikiri malezi ambayo vijana wengi wamelelewa au tumelelewa hayatufanyi tukatafute kazi. Zaidi tunakwenda kutafuta hela, kwa sababu ndo maana hata ukimwajiri kijana kwenye biashara yako, mtazamo wake ni kukuibia. Obviously alikuja kutafuta pesa, hakuja kutafuta kazi. Kwa hiyo vijana wengi bado hawajawa exposed na mambo ya kibiashara, ya kazi. Nafikiri wamesha kuwa na mtizamo wa kwamba wanaweza yani wanafikiri kuna pesa rahisi, na ndio maana naona watu wengi wanakimbilia kwenye kubeti. Mimi hapa nilipo maisha yangu yote sijawahi hata kubeti na sijui wanafanyaje, japo naona matangazo kwenye simu na sitamani kuanza kuingia huko. Lakini mwingine anasema na beti tu kwa sababu just for fun. No, ni kutafuta tu njia rahisi ya kuweza kufikia unachotaka. Kwa sababu angalia, kwa Tanzania hii tuna maeneo makubwa kiasi gani. Vijana wengi wangeamua labda tu kusema tujikite kwenye kilimo au tujikite si kwenye kazi fulani ambazo zinahusiana na ardhi ambayo tuko nayo, tungekuwa mbali sana. Umeona? Lakini vijana kwa sababu wanapenda simple life, ndio maana tumefika hapa tulipo. Na ndio maana ikitokea kuna kijana kama mimi nikaonyesha mfano wa namna hii wa kuwa na biashara yangu na kuwa kazi, wataanza yule anasapotiwa na wazungu, yule Freemason ambao wamefika mbali zaidi, yule namna gani vipi. Yani wanaweza kukupa vitu vingi ambavyo hata wewe mwenyewe wakati mwingine uvijui na uvielewi, lakini ni kwa sababu tu ya uvivu wa kufikiri na uvivu wa kufanya kazi. Nini kinampa nguvu Paul kuendelea kufanya na kusaka fursa zaidi? Kila mtu duniani ana mawazo mazuri sana sana. Yani kama tungepata nafasi ya kila wazo la mtu, angalau katika yale mawazo alionayo hata moja tu akathubutu kulifanya, dunia ingekuwa sehemu nzuri sana, kwa sababu kungezalishwa ajira nyingi sana. Watu wengi sijui nitumie neno waoga kwenye kuthubutu, au hawataki kuthubutu, kwa sababu chochote unachokianzisha ukiamua tu ile hatua ya kwanza kusema naanza, baada ya hapo huwa kinakuwa chepesi sana kukiendeleza. Hicho ndo kitu pekee ambacho kwangu mimi kinanifanya napata nguvu, napata hamasa na mwamko wa kufanya ninachokifanya, kwa sababu nikijaribu kukifanya kitu hata kama nitakutana na changamoto, bado huwa najipa moyo kusema kwamba naweza na kitafanikiwa. Sasa Paul amejifunza nini kutokana na safari yake ya kujitafuta? Safari ya ujasiriamali ni ngumu sana sana sana, ni ngumu, ambayo ni safari ambayo imejaa kila aina ya maumivu, kwa sababu kuna wakati unaweza ukafanya biashara isifanikiwe, lakini mtu wa kwanza kukutia moyo ni wewe mwenyewe. Anapotokea mtu wa pili na watatu, basi iwe ni ziada, kwa sababu ukijitia moyo wewe mwenyewe unayo nafasi kubwa sana ya kuweza kujiamini wewe mwenyewe, kwa sababu ni wewe mwenyewe na sauti yako imetoka ndani yako. Pia nidhamu ya fedha, muda wa kufanya kazi, kwa sababu kila mtu anapata fedha. Kila mtu duniani huwa anapata fedha. Tofauti yetu inakuja ni kwenye maamuzi ya kile ambacho unakuwa unakipata. Hata kama ni 10,000, 100,000, milioni, unapoamua vizuri kwenye ulichokipata, basi ndivyo ambavyo hatima ya ndoto na maono yako ambavyo itakuwa. Nyuma ya kila mafanikio ya mtu kuna watu au vitu. Kwa kijana Paul Myovela, anampa nani au akina nani maua yake ya shukurani? Of course wako wengi, sema nianze kuwataja hawatatosha, lakini kuna baadhi ya watu ambao nafikiri naweza nikatoa shout out dangu. Wa kwanza kabisa nafikiri nishukuru familia yangu, ambao of course kwa sasa hivi wananisupport kwa sehemu kubwa sana kwenye hiki ambacho nakifanya.
lakini pia naishukuru pia serikali kwa sababu imekuwa ikinipa platform nyingi sana kuweza kuonyesha uwezo na kazi zangu, kwa sababu tokea 2015 viongozi mbalimbali kupitia serikali, lakini pia system nzima serikali imekuwa ikinisupport kwenye vile vitu ambavyo navifanya, na ndio maana kuna kipindi nimekuwa nikipata mkopo ule wa 10% nimepata kutoka serikalini halmashauri. Lakini pia nao watu wengi sana, sio nikianza kutaja kwa majina inaweza kuwa changamoto, lakini nina rafiki zangu wengi ambao wananisupport. Lakini kipekee ni washukuru sana Alalabs kwa kunifungulia dunia na kunifanya nione kwamba ninaweza kuwa yeyote nimtakaye, ninaweza kufanya chochote ninachokitaka, kwa sababu bila mafunzo yao labda nisingekuwa na ujasiri na imani ya kwamba naweza kufanya lolote kwenye hii dunia. Nikamuuliza kati ya watu wake wa nguvu ni nani aliwahi kumpa ujumbe au ushauri ambao hajawahi kusahau hadi sasa. Kuna bwana mmoja anaitwa Yusuf, aliwahi kunifundisha kuhusiana na ugumu wa safari ya ujasiriamali, kwa sababu aliniambia ukweli. Kwa ile hata nikikutana na changamoto mara nyingi nimekuwa nikiona okay ni changamoto tu, kwa sababu ni changamoto ambayo inapaswa kuwa kwamba safari ya ujasiriamali ni ngumu sana. So umeamua kuingia huku, kaza msuli, songa mbele. Lakini wapo watu wengine, kwa mfano kina Profesa Chechage, wamekuwa wakinieleza kwamba hiki ambacho unakifanya, walikuwa wanajaribu kunionyesha kwamba nakumbuka alinicholea, alikuwa amenicholea tena kwenye tishu. Akaniambia unapoanza biashara kuna mambo 4 huwa yanatokea. Biashara ina mwanzo, lakini inakukua na inakukomaa, lakini pia inakufa. Kwa hiyo lazima ujue kwamba sasa hivi biashara yako iko kwenye wakati gani. Kwa hiyo ile peke yake huwa inanipa kipimo kwenye ninachokifanya na kutafuta njia ya kuhakikisha kama nipo kwenye startup basi naingia kwenye growth, kama nipo kwenye growth naingiaje kwenye maturity. Of course sijafika kwenye maturity, lakini nipo kwenye startup, umeona, ya kwenye kuintroduce biashara. Kwa bado tunaendelea kutafuta namna ambayo tunaweza kuendelea kuitambulisha biashara yetu kwenye community. Po ana ujumbe gani kwa vijana wengine wanaopitia changamoto kama alizopitia yeye? Wanapaswa sana kujituma kwenye vitu vyao bila kujihurumia, bila kujikatia tamaa. Kelele za watu ni nyingi sana unapofanya jambo. Wapo wanaosema wewe hiyo huwezi. Lakini kama wewe mwenyewe ukijipa nafasi na kusema naweza, inawezekana, kwa sababu hakuna kitu ambacho hakiwezekani. Mimi leo ukiniambia sijui niwe nani, naamini inawezekana kwa sababu ndio mimi nilivyo. Lakini pia katika kuwashukuru watu, nimshukuru sana mkuu wa wilaya Iringa, Mheshimiwa Eli James. Nimekuwa nikutana naye mara kadhaa, amenisupport kwenye mambo mengi. Kama nilivyokuambia mwanzo, mimi nimethubutu katika vitu vingi. Mwaka jana nilitengeneza networking event ambayo inaitwa The Night of Networking, ambayo pia ndio ilinikutanisha na baadhi ya watu ambao wanasema ni muhimu kwenye maisha yangu na wamekuwa tuseme ni destiny helper. Kwa mfano sasa hivi mimi nasoma na karibia kufanya mtihani wa form 4 mwaka huu, lakini ni Mheshimiwa mkuu wa wilaya James aliweza kunilipia ada, tena kuniita ofisini na kunishauri kwamba kwa unavyovifanya pia nafikiri ukijipiga msasa kwenye elimu inaweza kukusaidia kufika mbali. Kwa hiyo nipo nasoma kutoka mwaka jana, mwaka huu nasoma, naendelea na tegemea kufanya mtihani, na Mungu akinijalia basi gamba likiwa safi naendelea mbele huku naendelea kupata exposure ya jinsi ya kumanage kampuni yangu. Kwa vijana wanaotaka kuanzia biashara ndogo ndogo, Po Myovera anasema start where you are, use what you have and do what you can. Yeah. Po anajisikiaje anapotazama nyuma ya safari yake kutoka kuokota takataka hadi kuwa na biashara zake mwenyewe? Anajisikia raha, ambao nafikiri kila mtu atajisikia raha, kwa sababu hakuna raha kama kwanza kumiliki kitu chako, lakini hakuna raha kama
kuona ulichokianzisha kinaendelea na kinafanikiwa. Kwa hiyo najisikia raha na najisikia fahari sana. Inanipa nguvu, inanipa moyo kuendelea kupambania kombe. Baadhi ya mashirika yanatambua mafanikio yake na kumpa nafasi ya kuwa motisha kwa vijana wengine ndani ya mkoa wa Iringa. Sehemu nyingi nimekuwa nafanya kazi na vyuo vikuu vya hapa Iringa kwenda kuzungumza na vijana, lakini pia nimekuwa nafanya kazi na mashirika kama Allalabs, Liline Africa, na sasa hivi nakwenda kufanya kazi na shirika linaloitwa Less Stress. Lengo ni kushare ujuzi na kile nilichonacho na kuwa encourage vijana wao ili waweze kuona kwamba kila kitu kinawezekana. Kuhusu kauli ya Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Kassim Majaliwa akitoa wito kwa vijana wahitimu wa vyuo na vyuo vikuu kwenda VETA kupata ujuzi, Po naye ana haya ya kusema. Naona Waziri Mkuu aliongea kuhusiana na watu kwenda VETA alikuwa sahihi, kwa sababu mbali na kwamba tumesoma katika mpaka chuo kikuu, labda kwa tulipofikia sasa hivi tunahitaji watu wenye ujuzi wa fani fulani. Sio kama unanielewa? Kwa hiyo alikuwa sahihi kwa wale ambao wanatumia kama comedy, wanatumia kama sidhani kama ni sawa, ila ilikuwa ni kama kijana ukitumia ule msemo, ukiusikiliza kwa umakini, unaona kabisa hapa naweza nikafanya jambo na likatokea. Kwa sababu angalia, VETA kuna vitu vingi sana watu wanaweza kujifunza. Haya magari, hizo kamera, hizi mic, na vitu vyote ambavyo tunaviona ni sehemu ambayo watu wanapata ujuzi kwa mikono. Sasa tumeshakuwa na elimu ya theory ya kutosha. Practically bado watu hawana elimu. Kwa hiyo nafikiri ni vema watu pia wakaenda kujifunza VETA, kwa sababu sio kitu kibaya. Kama ambavyo unaweza kwenda jeshini, basi hata VETA unaweza kwenda kujifunza kitu ambacho unaweza ukakifanya, kwa sababu dunia haiwezi kuajiri watu wote, lakini tunaweza kutengeneza kazi ambazo zinaweza kutengeneza ajira kwa watu wengine. Je, Po ana ndoto zozote za kuja kwa kiongozi wa kisiasa hapo baadaye? Niliwahi kufikiria, kwa sababu kama nilivyokuambia, mimi natamani sana kuona nasaidia sana kujenga mifumo ya uhifadhi wa mazingira na taka ngumu. Moja ya kipengele ambacho ni kigumu sana kwenye ishu nzima ya uhifadhi wa mazingira na taka ngumu ni labda sera au sheria zile ndogo ndogo ambazo zinatungwa na halmashauri. Wakati mwingine zinakinzana wakati tunaingia kufanya kazi, sisi tunaofanya kazi, wananchi pamoja na halmashauri wenyewe. Kwa hiyo nikasema kama hao ndio wanatunga, basi na tamani siku moja niingie mle ndani, nisaidie na mimi kuwapa uzoefu wangu, ili angalau basi niweze kusaidia kutatua hiyo changamoto iliyo. Ikitokea wenye ubunge inawezekana, lakini naamini kwanza tukianza kwenye level ya udiwani inawezekana pia nikaweza kusupport system nzima ya uhifadhi wa mazingira na taka ngumu, nikapenyeza hiyo ajenda kwenye halmashauri yetu na tukaendelea kuwa vinara katika uhifadhi wa mazingira. Po anatamani kuonja raha ya usafiri gani hapa duniani? Natamani panda ndege, kaone mataifa mengine wanafanyaje kuhusu masuala ya uhifadhi wa mazingira, kama hivyo meli na vitu vingine vinavyofanana na hivyo, rocket. Sijataja rocket, lakini kwa hiyo natamani pia, ni kitu ambacho inaweza kawa kama fani kwangu mimi ninapokitumia. Lakini niseme kitu kwangu, kwa nilipofikia sasa hivi kwa maisha yangu, gari kwangu sio chombo cha starehe au sio chombo cha anasa, ila ni chombo ambacho kinaweza kunisaidia kukamilisha kazi zangu. Kama ambavyo naweza kusema nahitaji chepe kuweza kuzoa taka, basi na gari inaweza kuwa kama kifaa ambacho kinaweza kunisaidia kutoka sehemu moja kwenda nyingine kwa ajili ya kuweza kukamilisha mambo yangu. Wanasema ni suala la muda tu. Mpaka hapa alipofikia, Po mwenyewe anashangaa. Sikuwahi kuwaza kwamba siku moja nitakuwa mkurugenzi. Kwangu mimi ni muujiza. Lakini pia sikuwahi kuwaza kama naweza kuja kuwa na alipa watu mishahara. Sikuwahi kuwaza kwamba nitakuja kuwa na mtu anani manage, na manager wangu ana manage kazi zangu. Sikuwahi kuja kuwaza kwamba nitafanya hii kazi ninayoifanya. Kwa hiyo
hivyo. Kwa hiyo ni kitu ambacho kwangu mimi ni namshukuru Mungu, lakini pia nashukuru wote ambao wananisupport kwa namna moja au nyingine. Nimewahi kubahatika kufika bungeni, nimewahi kubahatika kufika Ikulu, lakini nimewahi kubahatika kufika maeneo mengi tu ambao sikuwahi kulala kwenye hoteli nzuri, kulala kwenye hoteli kubwa huko Dar es Salaam, Dodoma. Nimewahi kufika Zanzibar kutokana na hivi vitu ambavyo navifanya. Kwa hiyo sijutii kufanya ninachokifanya kwa sababu vimenifikisha huko. Na sasa hivi niko kwenye mchakato, nafikiri Mungu akijalia na safari ya kwenda South Africa, kwenye nitakwenda kujifunza watu wanaishije, wanafanyaje vitu kama tunavyofanya. Kijana huyu aliwahi kuandaa tukio kuwakutanisha watu wengi. Anaeleza ili kuwaje. Of course nimewahi kuandaa. Mwaka jana nilifanya event inaitwa The Night of Networking. Lile wazo lilikuja kimasiala sana. Nakumbuka nilikuwa nasema mimi nafahamiana na watu wengi hapa Iringa. Natamani hao watu wote naofahamiana nao tukae pamoja tule. Basi kama wewe umfahamu fulani, basi huyu ni fulani, wewe mfulani, wakiwemo viongozi wa serikali, wa mataasisi, watu binafsi. Kwa nilikuwa natamani sana siku moja niwakutanisha hao watu. Lakini nilivyoendelea kulipa hilo wazo muda, kulifikiria, ndo ikazaa kitu kinaitwa The Night of Networking. Nikaifanya katika season 1, nafikiri mlishuhudia. Nikaja nikaifanya katika season 2 kwa ukubwa sana, ambapo nilitumia fursa ya vyuo vilivyopo na watu waliopo kuweza kuwatumia vizuri. Kwa sababu kwa mfano tulitumia chuo cha Iringa University na vijana wazuri sana katika masuala ya marketing, brand na event organizing. Kwa nikawatumia, wakaja wakanipa utaalamu wao, tukaingia sokoni, tumefanya kazi, na kweli ile kazi ilienda mbali sana. Ilikuwa ni miongoni mwa project kubwa ambayo nimewahi kuifanya, na iliwakutanisha watu wengi na iliibua fursa kwa watu wengi sana. Kwanza niwashukuru Focus Digital kwa kututembelea leo, kuweza kufika kwenye shughuli ambazo tunazifanya, na pia niwashukuru hata ambao wataweza kutazama video hii. Naamini pia haiwezi ikaacha baadhi ya watu kama walivyo, kuna namna naweza kawatia moyo. Lakini pia niendelee kuwashukuru watu wote ambao wamekuwa na mchango kwa namna moja ama nyingine kunisupport kufikia hapa nilipo sasa hivi. Kama nilivyosema, siwezi kuwataja kwa majina, lakini niwashukuru sana kwa yoyote ambaye amekuwa akinisupport kwa namna moja ama nyingine.